Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Siku ya jana baada tu ya Wema Sepetu kuthibitisha wazi kwenye mitandao ya kijamii kuwa ameachana na msanii Whozu na hajaweza kuanika sababu gani ambayo imepelekea penzi lao liweze kuvunjika, mwanadada Wema Sepetu akaamua kwenda kujiliwaza mawazo yake pamoja na rafiki yake kipenzi ambaye ni Gigy Money. Tumeweza kuwashuhudia kuanzia hivi juzi kati ni kama vile ukaribu wa Wema Sepetu pamoja na Gigy Money umekuwa kwa kiasi kikubwa sana. Sasa siku ya jana Gigy Money pamoja na Wema Sepetu waliweza kuelekea klabu kwa ajili tu ya kuendelea kupooza mawazo yao. Kama ambavyo tunamjua Gigy Money ni dada ambaye anapenda sana kula bata, lakini pia ni kawaida yake kwenda maeneo ya kustarehe au maeneo kama hayo ya klabu. Lakini kwa Wema Sepetu hatujazoea kumuona huyu mwanadada anaelekea maeneo ya klabu mara kwa mara, lakini siku ya jana ni kwa mara ya kwanza tumeweza kumshuhudia Wema Sepetu akijiachia kweli kweli baada tu ya kuachana na msanii Whozu. Akaamua kwenda kutuliza mawazo yake huko klabu, na unaambiwa hilo vazi ambalo Wema Sepetu amelivaa kuelekea huko klabu basi limezua utata mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Watu wengi wamelizungumzia hilo vazi na kudai kuwa Wema Sepetu huenda hayupo sawa kimawazo, lakini pia huenda kuna mambo ambayo anayapitia mengi sana tofauti na hili la kuachana na Whozu, kwa sababu ukiangalia hilo vazi ambalo Wema Sepetu amelivaa, Wema Sepetu, ngoja nikukumbushe kidogo, kuna moja ya interview yake Wema Sepetu aliwahi kuongea na kudai kuwa kwa sasa hivi umri ambao amefikia basi sio umri wa kuvaa uchi kwenye mitandao ya kijamii tena. Kwa sasa hivi ameamua kuwa mtu mzima na wala hawezi tena kuvaa mavazi ambayo yatamuonesha maungio yake, na ndio maana watu wakamsifia sana kwenye mitandao ya kijamii Wema Sepetu baada tu ya kuongea katika hiyo interview. Lakini imeshangaza sana watu wengi siku ya jana baada tu ya Wema Sepetu kuanika picha pamoja na video zikimuonesha akiwa amevaa vazi ambalo sio la heshima kama ambavyo linaonekana hapo katika screen yangu. Basi unaweza kuona ni kwa namna gani Wema Sepetu amebadilika kwa kiasi kikubwa sana baada tu ya kuachana na Whozu. Ameamua kutangaza rasmi yupo single, na namna ambavyo walikuwa wakienjoy huko klabu basi unaweza kuona ni kwa namna gani Whozu ni kama vile alikuwa anambana hivi Wema Sepetu, kwa sababu tangu Whozu awe na mahusiano ya kimapenzi na Wema Sepetu ni kama vile Wema Sepetu aliamua kujiheshimu na kuamua kutulia kama mke au kama mpenzi wa mtu. Sasa baada ya ile vazi au lile vazi la Wema Sepetu kuonekana kwenye mitandao ya kijamii namna ambavyo limemkaa, basi mashabiki wengi sana wameweza kumvaa Wema Sepetu na kudai kuwa Wema Sepetu hizo sio tabia zake, ni kama vile Gigy Money ameweza kumfundisha hivi. Lakini pia kama ambavyo tunafahamu Gigy Money ni mtu ambaye anaweza kumshawishi mtu akafanya kitu chochote kile ambacho yeye anakitaka. Sasa Gigy Money baada ya kuona watu wanamsema vibaya kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na Wema Sepetu na wanamuhusisha yeye binafsi, akaamua kuwajibu mashabiki. Kwanza kabisa aliposti picha akiwa na Wema Sepetu, alafu akaandika eti Gigy wa kumharibu Wema na anamharibu kama nani? Embu mnikome nyie kwanza, mi naweza kumcontrol sweetheart. Akamtagi Wema Sepetu. Wameshindwa machibaba, muelewe tu hiki kiumbe hakipangwingwi na mimi sipangwingwi, so tupishe tupite, tuko na Uncle JJ. Akamtagi Jonijo Hair TZ. Sasa unaweza kuona ni kama vile Gigy Money na yeye amepaniki na kuona kwamba mbona Watanzania wanamvaa yeye na huku aliyevaa hilo vazi ni Wema Sepetu. Sasa watu wengi wamekwisha kumzoea Gigy Money akiwa anavaa hayo mavazi. Ni kawaida sana kwa Gigy Money kuvaa vazi ambalo linamuonesha nusu uchi. Hiyo ni kawaida yake na wala hatuwezi kushangaa kwa Gigy Money. Na ukitembelea akaunti ya Instagram ya Gigy Money unaweza kuona amevaa mavazi mengi sana yanamuonesha maungio yake. Sasa hicho ni kitu ambacho tumeshakizoea kwa Gigy Money, lakini sio kwa mwanadada Wema Sepetu. Sasa baada ya Gigy Money kuwajibu mashabiki, sasa ikawa ni zamu la Wema Sepetu na yeye kuamua kuwajibu mashabiki zake. Sasa baada ya kumvaa kwenye mitandao ya kijamii na kumsema, lakini pia kumkumbusha interview ambayo aliwahi kuongea kwenye mitandao ya kijamii kuwa yeye kwa umri ambao amefikia hawezi tena kuvaa mavazi ya kumuonesha maungio yake au umbo lake kwa kiasi kikubwa sana. Sasa Wema
akaweza kupata ile picha ambayo alipiga na hilo vazi lake aliloenda nalo klabu. Ni vazi ambalo linafunika sehemu ndogo sana ya mwili wake, asilimia kubwa ya mwili wake inaonekana ipo wazi. Sasa akaandika ujumbe ukiwa unasema, next time navaa baibui kubwa sana na ninja, gloves na socks nyeusi na miwani. Msijali wapendwa. Sasa unaweza kuona ni kwa namna gani na yeye Wema Sepetu ameamua kuwajibu mashabiki wale wote ambao walikuwa wakimsema kwenye mitandao ya kijamii kuwa ameenda klabu na vazi ambalo sio kabisa, kwa sababu ukiliangalia ile vazi angeweza kuvaa vazi lingine hata kikaptula, lakini hili vazi bana ni kama vile amevaa kachupi ambacho hata huku pembeni kwenye mapaja yake hakajafunika hata robo, na ni jambo ambalo limewahuzunisha sana mashabiki zake, mashabiki wa Wema Sepetu, na kuamua kumchamba kwenye mitandao ya kijamii. Kwa nini ameamua kujidhalilisha kiasi hichi, na kwa nini ameamua kuunda kampani na Gigy Money? Kwa sababu kampani za Gigy Money bana utapelekwa klabu kila siku, kwa sababu Gigy Money hayo ndo mambo yake na tumeshakwisha kumzoea. Gigy Money ni msanii wa kujitegemea, hivyo anapopata nafasi ya kwenda katika klabu kama hivyo ndipo anapopata nafasi ya kuperform ngoma zake mbalimbali, ili mradi mashabiki waendelee kumsupport kwa kiasi kikubwa sana. Sasa tunaweza kuona Wema Sepetu ni kama vile amechetuka, lakini pia ni kama vile bana akili zake zimekuwa tofauti sana na mwanzo, kama ambavyo tumekwisha kumzoea. Mwanzoni Wema Sepetu bana hakuwa hivi. Sasa tunaweza kusema labda huenda ni mawazo ya kimapenzi baada tu ya kuachana na Whozu, ni kama vile amechanganyikiwa hivi na kuamua kujichetua na kufanya maisha yake, maisha ya usingo kwa muda mwingine au kwa wakati mwingine tunaweza kusema sio mazuri, kwa sababu unajiamulia tu ufanye nini kwa wakati gani. Sasa ukiwa na mwenzako anapokukataza jambo, basi ndio kitu ambacho kinaweza kukusaidia kuepuka na vitu vingine vibaya zaidi. Sidhani kama Wema Sepetu angeweza kutoka kwenda klabu kama angekuwa na mahusiano ya kimapenzi na Whozu, kwa sababu tunafahamu tangu awe na Whozu ni kama vile Whozu alikuwa anamzuia, lakini pia alikuwa anamsababisha Wema Sepetu aache kabisa masuala mazima ya kutoka na marafiki kama ambavyo alikuwa akitoka hivi na Gigy Money na kwenda huko maklabu kuenjoy maisha yake. Sasa hilo ni jambo ambalo limewasikitisha sana watu wengi na kusababisha kuona kama vile huenda Wema Sepetu ana mawazo baada tu ya kuachana na msanii Whozu. Tunaweza kusema huenda sio matakwa yake kuachana na Whozu, labda familia imeweza kumtaka afanye hivyo, kwa sababu tunafahamu familia ya Wema Sepetu haijawahi kabisa kumpenda Whozu, na ndio maana Whozu na yeye alikuwa hana ujasiri kabisa katika familia ya Wema Sepetu. Yani ukimwona Whozu akiishi pale kwa Wema Sepetu alikuwa anaishi kinyonge sana, kwa sababu alikuwa anaishi kwa Wema Sepetu. Wema Sepetu ndio analipa kodi, anafanya kila kitu. Sasa mama yake mzazi na Wema alikuwa kikasirishwa sana na hiyo tabia ya Whozu. Anaona ni kama vile huyu mwanaume analelewa tu na mtoto wangu alafu anajibweteka hapa. Sasa familia nzima ikawa haimpendi kabisa Whozu, na ndio maana huenda mwanadada Wema Sepetu siku ya jana akaamua kwenda zake kulewa ili mradi aweze kupunguza mawazo yake, na akakutana na hadhara hii au mashabiki ambao wamchamba kwenye mitandao ya kijamii, na kuonekana ni kama vile ni mwanadada ambaye ameshindwa kujiheshimu kama ambavyo aliongea mwanzo kwenye mitandao ya kijamii. Anatamani sana kujiheshimu na kujiweka katika mavazi ya stara, sio kama ambavyo ameweza kujiweka kwa sasa hivi au katika siku ya jana alipoelekea kule klabu. Baadhi waliweza kumsupport na wengine wakiwa wanadai hilo ndo vazi la klabu, lakini wengine wakiwa wanadai hilo sio vazi la klabu bali ni vazi la watu ambao wanauza miili yao. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification.